Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Klabu ya Chelsea imeendelea kuonesha imani kwa kocha mkuu Liam Rosenior licha matokeo mabaya hivi karibuni yanayotishia ndoto zao za kushiriki michuano ya Ulaya msimu ujao. Timu hiyo imekuwa kwenye kipindi kigumu, jambo linalozua maswali miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka kuhusu mustakabali wa benchi la ufundi. Katika mchezo wa mwisho wa ligi, Chelsea ilipoteza kwa mabao 1-0 dhidi ya Manchester United, matokeo yaliyoacha katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa Premier League wakiwa na pointi 48, wako sawa pointi na Brentford pamoja na Bournemouth, huku Brighton, Hove Albion na Everton wakifuatiwa kwa karibu wakiwa na pointi 47. Sunderland nao bado wapo kwenye mbio wakiwa na pointi 46. Hali hii imebadilisha mwelekeo wa msimu wa Chelsea, ambapo awali walionekana kuwa na nafasi nzuri ya kufuzu UEFA Champions League msimu ujao, lakini sasa wanapambana hata kupata nafasi yoyote ya kushiriki michuano ya Ulaya. Timu hiyo imepoteza michezo 4 mfululizo ya ligi, na endapo watapoteza tena dhidi ya Brighton leo Jumanne, presha itaongezeka zaidi kuelekea mwisho wa msimu. Licha ya hali hiyo, uongozi wa klabu umeweka wazi kuwa bado una imani na Rosenior kwa sasa. Hata hivyo, kuna dalili kwamba uvumilivu huo unaweza kuwa wa muda mfupi iwapo matokeo hayatabadilika haraka. Vyanzo vya karibu vya klabu vinaeleza kuwa uwezekano wa mabadiliko ya kocha mwishoni mwa msimu upo wazi ikiwa mwenendo mbaya utaendelea. Hata hivyo, bado kuna matumaini kidogo kwa Chelsea, kwani ushindi dhidi ya Leeds United mwishoni mwa wiki unaweza kuwapeleka kwenye fainali ya FA Cup na kuwapa nafasi ya kutoa taji. Pamoja na hilo, mustakabali wa Liam Rosenior ambaye alisaini mkataba wa miaka 6 unaendelea kuwa kwenye mashaka makubwa, huko klabu ikisaka kumaliza msimu kwa mafanikio. Kwa update zaidi za kimichezo na burudani, ni kusi mtazamaji wa Kasako Media, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.